Watazamaji, enzi na falsafa kwamba sehemu ya mwanamke ni jikoni na kuangalia watoto wenda zikazidi kutokomea kwenye kaburi la sahau, kwani hata jamii zilizoonekana kuwa na ambazo zimekuwa zikikumbatia tamaduni za aina hiyo sasa zinabadilika. Basi mwenzangu Lofty ametuandalia taarifa kuhusu mwanamke wa kipekee kutoka Turkana anayefanya kazi ya udereva, kazi ambayo iliwashinda wanaume 146 kuweza kuipata, na ameifanya kwa kipindi cha miaka 15. Jina lake halisi ni Nabwin Ekamais Lokorit, miaka yake 47. Kazi hii ya udereva ameifanya kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Akitabasamu kuonyesha weledi kazini, alitupeleka nyumbani kwao kijijini Kanamu katika kaunti ya Turkana alikozaliwa. Wanawake hawa wanamheshimu Nabwin sihaba kwa kuwa kielelezo kwao. Lakini sasa unafurahi? Ninafurahi. Anakumbuka vyema alipokamatwa miaka 25 iliyopita na askari wa mbunge wa Turkana ya Kati Peter Ejore na kulazimishwa kujiunga na NYS Naivasha alikojifunza mengi ukiwemo udereva. Alafu passing out yangu ni Gilgil. Mwaka gani? Hiyo tu 1998. Nabwin hajui a wala ba darasani. Acha tu nikwambie ukweli, mimi hata nasari yenyewe sijaenda. Utajiuliza masomo ya udereva aliamudu vipi? Nilienda tu kwa darasa ya driving. Sasa vile nilienda hapo, yangu ninaelezwa, kuelezwa. Sasa mimi ninaweka hiyo kimakini yangu kwa sababu sijui kuandika. Juhudi zake kukiuka mila na hata mazoea ya jamii ya Waturkana ya kutotilia maanani masomo kumemfanya awe mwanamke wa pili dereva kutoka jamii ya Waturkana. Kazi yake ya kwanza ilikuwa Ruaraka na Mavoko. Barabara alizijuaje? Vile nilisunguka hapo, si nilisunguka nikajua. Sasa ninajua njia ya kuingia na kutoka. Ninajua hapa inaitwa mahali fulani hata kabla sijasoma kitu. Ni baada ya kuwapikwa wanaume 146, mama huyo aliolewa na polisi aliangukia kazi hii ya kuendesha gari hili aina ya Land Cruiser la kaunti ya Turkana mnamo mwaka wa 2013. Tukiondoka mjini Kanamu, Ekamaisi anasema kwamba ameona mbele kama anavyolifululiza gari lake. Kauli yake ni kwamba alifanyalo mwanamke hulifanya bora zaidi. Hongera kwa Nabwin na wanawake wengine wa mfano wake. Lofty Matambo, KTN leo wikendi.